uchaguzi, ila ni kwa njia mwembamba ama kwa njia mpana. Kila mmoja ako kwa kati ya moja ya njia hizi. Kuna wale ambao watasema mimi sitaki kufanya uamuzi, mimi sitachagua njia mwembamba ama njia mpana, mimi nitakaa tu. Ningependa nikuambie namna hii, kutochagua yenyewe ni uchaguzi. Napeana mfano. Umekata gari ya kwenda Western, gari inaondoka kesho. Imefika kesho, umepack manguo zako, ukienda kukaribia hiyo gari, uko na fikira imekukujia uende ama usiende. Unaanza kujiuliza ama nibadilishe hii mipango. Kwa hivyo uko katikati ya uamuzi. Unafikiria, je, niende hii safari ama nibaki? Wakati ambapo unachukua muda wako ukifikiria na umeshakata gari na gari inaondoka masaa fulani, gari ikiona ni kama haukuji, watajijazia kuwa umechange mind na wewe bado hujafanya uamuzi wako, gari itaondoka na itaenda. Nini imefanyika pale? Muda umekusaidia kufanya uamuzi wako. Wewe ambaye umesema hautachagua, wewe ambaye unasita kwa kufanya uamuzi wako, muda utakusaidia kufanya uamuzi wako. Na juu muda imekusaidia kufanya uamuzi wako, utapata mara mingi ni disappointment. Utapata mara mingi muda imefanya kile ambacho haukuwa unataka. Kwa hivyo ningependa tufanye hivi. Kwa hivyo ninaonyesha vile ambavyo kutochagua yenyewe ni uchaguzi. Kwa hivyo kila mmoja amechagua, kila mmoja ako kati ya njia hizi mbili. Nami nawasihi, nataka niwaambie kama vile Yesu aliweza kuwaambia. Aliwaambia, ingieni kwa njia iliyo mwembamba. Nami ninawaambia, ingieni kwa njia iliyo mwembamba. Mwisho wa njia huu ni furaha tele, maisha ya uzima wa milele. Ni pahali ambapo time hai-exist, pahali ambapo hautasema kesho ama jana, pahali ambapo hauoni mwisho, pahali ambapo hauoni mwanzo. Ni pahali ambapo utakuwa karibu na Mungu Muumba wako, pahali ambapo amani isiyoisha inapatikana, furaha. Chochote ambacho unaweza fikiria utaweza kukipata pale.